بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. أما بعد. Alhasil, wakahitajia nasaha wanawake hawa kwa niaba ya wenzao za kwamba kwa namna gani mwanamke wa Kiislamu atakabiliana na misiba mizito kama ya kupoteza mtoto. Lakini pia katika ombi lao walitaka kujua kwamba panapotokea msiba wa mtoto wakati wa kuswalia maiti, ile dua hasa anaombewa nani? Mtoto ni mdogo, amekufa kabla ya kubaligh, mtoto wa miaka 2, 3, 5, 6, 7 au chini ya hapo na pengine juu ya hapo, lakini hajafikia umri wa taklifu, kukalifiwa na sheria kwenye kuandikiwa thawabu kwa mema na kupatilizwa kwa madhambi kwa mabaya. Tunaposimama katika swala ya janaza ya mtoto mdogo, dua inaelekezwa kwa nani? Ni huyo mtoto tumuombea ambaye tutaraji hana madhambi, au tunafanyaje? Wakataka muongozo hapo. Sasa kwa umuhimu wa jambo hili, nikasema tutatumia fursa hii ya leo kutoa nasaha hizi maalum kwa akhawati wa Kiislamu, lakini pia tunazitoa hapa msikitini kwa kuwa sisi pia tunahusika, sisi wanaume, kwa kuwa tunafiwa na sisi, na hao watoto wa wanawake sisi ndio baba zao. Misiba pia ya watoto yatugusa. Hii miongozo iliyoombwa na wanawake na sisi pia tunaihitajia. Kwa hivyo kalima hii itakuwa ni kalimatu azain ila al-ummahati faqadna atfalahunna bilwafati. Kalimatu azain ni neno la kufariji, ila al-ummahati tunalielekeza kwa wakina mama, faqadna atfalahunna bilwafati, waliowakosa watoto wao kwa sababu ya kifo. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Baqara anatuambia, wala nabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashiris sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza ndani ya Qur'ani kwenye mambo ya misiba na misukosuko, majanga ambayo yanawakuta watu, na kwamba huo ni mtihani wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu. Qala Allah, wala nabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju', na kwa hakika hasa tutakujaribuni nyinyi kwa kuwapa sehemu katika hofu na njaa. Wa naqsim min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat, na tutakupeni majaribu ya upungufu katika mali na katika nafsi, kwa maana nafsi zikafa. Kadhalika matunda, mazao yakapungua. Tutawapa mitihani katika yote hayo: hofu, njaa, upungufu wa mali,
kupungua nafsi, kwa maana nafsi kufa, na kupungua matunda na mazao. Kisha Allah akasema wabashiri sabirin, na wabashirie kheri wale wenye kusubiria katika misiba iliyotajwa hiyo hapo juu, iliyotangulia kutajwa na mingine ambayo haikutajwa. Kisha Allah akataja utaratibu wa waumini, alladhina idha asabatuhum musiba, wale ambao pindi unapowafika wao msiba wowote, qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, wanasema hakika sisi ni wa Allah, sisi ni milki ya Allah, na sisi kwake yeye Allah ni wenye kurejea. Hawa ni waumini wenye thika na Mola wao, wanazungumza maneno haya ya kurejea kwa Allah kwenye misiba. Hawababaiki, hawafadhaiki, hawazungumzi maneno ya kuonyesha wamechukia kilichotokea, hawazungumzi maneno ya kukufuru makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali wao husema hakika sisi ni milki ya Allah, kwa maana sisi tuliobakia hai na huyo aliyekufa, hata kama tumpenda vipi, sisi hatujamuumba. Allah ndiye aliyemuumba, ni milki yake, kama vile alivyotupa bila kumuhonga, katupa bure na ameamua kumchukua. Sisi ni wake Allah subhanahu wa ta'ala, na kwake Allah subhanahu wa ta'ala ni wenye kurejea. Allah anasema ulaik alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, hao wenye lugha kama hizo kwenye misiba, basi zinashuka juu yao sifa njema za kutajwa wao kutokea kwa Mola wao na rahma, na hao ndio walioongoka. Aya hii barakallahu fikum, kwa mtiririko wake inataja kwamba misiba ni katika mambo yaliyokadiriwa na Allah. Cha kwanza, Allah ashapanga kwenye hukumu yake toka azal kwamba itokee misiba kadha wa kadha kwa huyu na yule, hapa na pale. Ni jambo ambalo haliko katika miliki yetu wala hatuwezi kulizuia. Lakini jambo la pili ambalo limetajwa na aya hizi ni kwamba hii misiba ni ibtila, ni mitihani tunaletewa, tunapitishwa katika chujio. Je, tutasubiria katika mitihani hiyo au tutafeli tukaharibu? Unapopata mitihani na majanga mbalimbali, misiba mbalimbali, fahamu kwamba unapimwa namna ulivyosimama katika dini yako. Sasa usitetereke ukazungumza maneno ya kufuru, ukazungumza maneno ya sukht, ya kuchukia kile kitendo cha Allah subhanahu wa ta'ala, au wakati mwingine ukafanya maasi katika msiba wako kwa kunasibisha misiba kwenye vitu vingine, kwamba hii si bure bwana, haiwezekani bwana, mtoto mdogo bwana, ndio kwanza tulikuwa tumtarajia hiki na kile, ameondoka tu, kaumwa siku 2-3. Wengine wasema ghafla tu. Hapana bwana, pana mkono wa mtu hapo, si bure bwana, nimechezewa mimi. Uhasidi, vijicho bwana, watu si wazuri. Usiende huko, unafeli sasa kwenye mtihani. Kwa hivyo aya hizi zimeonyesha kwamba misiba tunaipata ni mitihani vile vile, lakini wale watu watakaosubiria wakazungumza maneno ya imani na kurejesha mambo yao kwa Allah na kujisalimisha, ambao hawa ndio wale wenye subira kwenye mitihani, wametajwa kwa fadhila kubwa kwamba wanagubikwa na rahma za Allah, na Allah anawataja hawa kwa sifa njema mbele ya malaika, na hiyo ndiyo sala ya Allah ya kuwaswalia viumbe wake, bali wanatajwa kwamba hawa ndio watu walioongoka. Aya hizi zimebeba makarama ambayo wanayapata watu wenye kusubiria katika misiba.
Lakini katika jambo hili la mtu kufelewa na mtoto akiwa mdogo limetajwa kwa ujira wa pepo kwa mwenye kusubiri janna. Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake ameitaja riwaya an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, wa huwa hadithun qudsiyun. Anapokea Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى, katika yale mapokeo ambayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anayapokea kutokea kwa Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, amesema Allah ta'ala, ma li 'abdi al-mu'mini jazaa'un idha qabadtu safiyahu min ahli ad-dunya fahtasaba illa al-janna. Hadith adhim. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye hii al-hadith al-qudusi anasema, ma li 'abdi mu'minin, hana malipo yoyote mja wangu mu'min. Ma li 'abdi al-mu'mini jazaa'un, hana mja wangu mu'mini malipo yoyote idha qabadtu safiyahu, pindi nikimchukulia kipenzi chake. Kwa maana Allah akileta mauti juu ya kile anachokipenda, wanasema ulama shurah, safiyu rajuli ni habibuhu wa thamaratu fuadihi, ni kile kipenzi chako na burudiko la moyo wako. Wanatoa mfano maulama, as-safiyu kal-ab, kipenzi ni kama vile baba, wazauja na mke, wal-akh na ndugu, wal-walad na mtoto na mfano wa hawa. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, ma li 'abdi al-mu'mini jazaa'un, hana mja wangu mu'min malipo yoyote idha qabadtu safiyahu, pindi nikimchukua kipenzi wake, min ahli dunya, katika wale watu wa dunia, nikimchukulia kipenzi chake ambacho anakipenda zaidi katika watu wa dunia hii. Fahtasaba, baada ya kumchukua huyo kipenzi wake, mja huyu akafanya subira, akavumilia msiba ule, msiba wa kipenzi chake, hana mja huyu malipo isipokuwa janna, malipo yake ni pepo. Kwa hivyo watu wenye kuondokewa na vipenzi wao kama watoto, kwa kupitia hadithi hii adhimu, wakisubiri wakawa ni waumini wa kweli kwenye misiba, wakarejea kwa Allah, hawana malipo mengine ila janna. Kwa hivyo utaona hili jambo ni msiba, unauma na pengine utachukua muda mrefu kusahau, lakini wallahi ukiutazama kwa jicho la imani utaona kwamba msiba kama huo ni fursa. Allah anakutahini kwa uchungu, lakini kuna fursa ya kupata janna, na hili ndiyo jambo ambalo linambashiria mu'min. Sasa wale kina mama waliofelewa na watoto wao, pamoja na kina baba, pamoja na uchungu walioupata na namna wanavyoumia, mtoto tayari alionyesha amechangamka, anaruka huku anakwenda kule, unakituma maji kinaleta, ukiingia amekuwao, anakufanyia hiki. Si jambo dogo mtoto kama huyo kufariki. Kweli wanapata uchungu watu, lakini wakumbuke mafundisho haya ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba pana pepo kwa wenye kusubiri. Bali wallahi riwaya zimetaja mtu atakayefelewa na zaidi ya mtoto mmoja, huyo ana kheri zaidi mbele ya Allah. Hawa watoto wake waliofariki, kama ni wawili ni watatu, wanakuwa ni pazia la kumkinga na moto. Riwayatu inda al-Bukhari aidan, imekuja riwaya
katika Sahih Bukhari vile vile hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم, tena mtume alikuwa akiwazungumzisha wanawake, anawaambia ma minkunna imra'atun tuqaddimu bayna yadayha thalathatan min waladiha illa kanu laha hijaban min an-nar. فقالت امرأة واثنتين يا رسول الله قال واثنتين. mtume صلى الله عليه وآله وسلم anawaambia wanawake, ma minkunna imra'atun, hakuna miongoni mwenu nyinyi mwanamke yoyote, tuqaddimu baina yadayha thalathatan min waladiha, atawatanguliza mbele yake kabla ya kufa yeye, wakafa mbele yake watatu katika watoto wake, illa kanu laha hijaban minan nar, isipokuwa watakuwa watoto hao kwa mwanamke huyo ni kinga ya kumkinga na moto, pazia. Allah atamsalimisha na moto kwa sababu alipata uchungu wa watoto hapa duniani, walikufa watoto wake kadhaa, 2, 3 na kuendelea. Qalat imra'atun, akasema mwanamke mmoja katika wanawake waliokuwa pale akimwambia mtume, wathnataini ya Rasulullah, na yule aliyetanguliza 2, umetaja 3, je nikifiwa na 2? Qala wathnataini, akasema mtume na 2 vile vile ataupata ujira huo. Jambo hili la misiba ya watoto ni jambo zito, lakini ujira wake kwa as-sabirin ni ujira mzito vile vile. Tutafakari mafunzo haya ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na sisi ni waislamu, tunamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na tunaamini kwamba pana siku ya mwisho Allah ataturejesha kwake na kutuhesabu kwa hesabu za uadilifu. Unapopata misiba, weka akiba ya maneno, usizungumze maneno ya makafiri au ya watu wasiojua dini, ukavuka mipaka kwenye kuomboleza, kwenye kulia, ukaonyesha kama umeonewa na Allah. Kwa nini mimi tu jamani? Mbona watoto wangu wanaisha au mimi ndio mwenye kipaji cha kufiwa? Kuna wanawake wanazungumza maneno mabaya zaidi. Kwa nini mimi? Mtoto wa 2 nazika, mtoto wa 3, kwa nini watoto wangu tu? Mbona wengine hawafi? Usizungumze maneno hayo, sote tutakufa, kila mmoja ana wakati wake, lakini Allah huileta mitihani kwa hikma. Wewe ni Muislamu, vumilie katika mitihani yako, fanya sabr, usivuke mipaka. La kumalizia kalima hii, katika misiba ya watoto, hasa pale wakati wa kuswalia, imesuniwa sisi kuomba dua, kuwaombea wazazi waliofelewa na mtoto yule. Naam, itafaa kuomba dua ya sala ya jeneza kama ilivyo mwanzo wake mpaka mwisho wake, kama ilivyo dua ya sala ya jeneza ambayo naamini waislamu wengi wanaijua. Allahumma ighfir lahu wa'afihi wa'fu anhu وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدل له دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجة خيرا من زوجه وأدخله أو أدخلها الجنة إلى آخره. dua yote utaileta, lakini yustahab, inapendeza ikiwa aliyefariki ni mtoto mdogo kuhusisha dua kwa wazazi wake wawili, kama ilivyokuja katika riwaya inda Imam Abi Daud wa inda Ahmad na wengineo katika wanawazuoni wa hadithi kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akiomba katika dua zake za kuswalia janaza za watoto wadogo, Allahumma ij'alhu faratan liwalidayhi wa dhukhran wa shafi'an lahuma, Allahumma عظم أجورهما ولا تفتنا وإياهما. na riwaya zimekuja kwa lafzi mbalimbali. Mtume akiomba katika sala ya kuswalia jeneza la mtoto, Allahumma ij'alhu, ewe Allah, na kuomba mjalie mtoto huyo aliyefariki faratan liwalidayhi, kwamba ni kitu kimetangulia
kwa ajili ya wazazi wake wawili, iwe mtoto huyu ametangulia akhira kwa ajili ya kuwafaa na kuwanufaisha wazazi wake. Wa dhukhran, mjalie mtoto huyu aliyekufa kuwa ni hazina ya wazazi wake. Wa shafi'an lahuma, na ni muombezi kuwaombea wazazi wake. Kisha Mtume akisema Allahumma adhim ujurahuma, ewe Allah ufanye mkubwa ujira wa wazazi hao wawili. Wala taftinna wa iyahuma, na wala usitufitinishe sisi na wao baada ya msiba huu. Kwa hivyo katika sunna kwenye kuswalia janaza ya mtoto ni kuwaombea dua wazazi wake wawili, na ndiyo maana ukisoma fuqaha wanasema katika janaza ya mtoto mdogo, inda salati alaiha yud'a liwalidayhi, panaombwa dua kuombea wazazi wake wawili. Maulama wanaeleza hivi kwamba katika jeneza la watoto maombi yetu tunayaelekeza kwa wazazi wawili, kwa sababu watoto ghaliban kwa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanapokufa wadogo ni sehemu ya alama ya mwisho mwema. Kwa hivyo usichukie, miongoni mwa alama za mwisho mwema wanataja ulama min alamati husni al-khatim, miongoni mwa alama za mtu kuhitimishwa kwa wema, an yamuta al-insanu saghiran. Al-Allama al-Albani rahimahullah ameitaja alama hii katika ahkamul janaiz, ni mtu kufa mtoto mdogo ni alama za mwisho mwema. Na ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika msiba wa mtoto wake Ibrahim ibn Muhammad ambaye alikuwa chini ya miaka miwili, hakufikisha miaka miwili, alipofariki Mtume alisikitika sana na akaonekana analia, macho yake yanatoa machozi. Masahaba akamwambia, wa anta ya Rasulullah, hata wewe? Wakati Ibrahimu anaoshwa, Mtume alimtazama mtoto wake, macho yake akateremsha machozi. Mtume akasema, innal aina la tadma'u wal qalba yahzunu, hakika jicho linatoa machozi na moyo unapata huzuni. Wa inna bifiraqik ya Ibrahim la mahzunun, na hakika sisi kwa kukukosa wewe Ibrahim tumehuzunika. Na riwaya nyingine nasema, Mtume akasema, wala naqulu illa ma yurdhi rabbana, na hatusemi maneno ila yale ambayo yanamridhisha Mola wetu mlezi. Sisi kwa kukukosa wewe Ibrahim tumehuzunika. Kisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema, wa inna lahu murdi'an yurdhi'uhu fil janna, hakika huyu Ibrahim ana mnyonyeshaji anayemnyonyesha yeye katika pepo. Hakumaliza kunyonya, kafa chini ya miaka miwili, ataendelea kunyonyeshwa na mnyonyeshaji maalum peponi. Neema ya watu kufariki watoto, kwa hivyo ni msiba, lakini wakati mwingine ni neema. Haya niliyoyasema ni sehemu ya yale ambayo nilikusudia kuyasema kwenye kujibu ombi la hawa akhawati fillahi waliohitajia mwongozo na nasaha kwenye mambo haya ya misiba na hasa mambo ya watoto. Kwa kiwango hiki itatosha. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikie katika khairat na atujalie ni katika wale ambao wanasikia maneno na kuyafuata. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Shukran.